Si kila missionary, amen, unemwona anakuja kwako missionary, anakuja kwa agenda ya kumtangaza Mungu. Amen. Hello. Si kila missionary. Nataka taifa lisikie vizuri yale ambayo nayaongea. Ulimwengu usikie. Amen. Si kila missionary. Amen. Misionari anayekuja kwako, si kila misionari anakuja na mpango wa kumtangaza Kristo amefufuka. Amen. Kristo amezaliwa. Hello. Kristo ni mwana wa Mungu. Amen. Kuna watu ndani ya umisionari wana vitu vyao. Amen. Kuna agenda nyuma wameitengeneza kwamba tunaingia kwa njia ya umisionari ndani ya taifa fulani, ila lengo letu si kumtangaza Kristo. Lengo letu ni kumtumia Kristo kama kivuli kupanda uharibifu ndani ya taifa hili, kupanda uzao mbaya ndani ya taifa hili, kupanda agenda mbovu ndani ya taifa hili. Amen. Kuna wengine Kristo ni chao cha kupanda uovu kwenye taifa. Amen. Kupanda uovu kwenye maisha ya watu, kupanda uovu kwenye mioyo ya watu. Hello. Hello. Sema fire. CMS. Tunaenda sasa kwa kirefu kuitafasiri hello kwa habari ya kanisa. Sema kanisa. Sema kanisa. Namna ambavyo imeingizwa kwenye kanisa. Sema hiyo C, sema ni church. Alafu M missionary, sema missionary. Alafu hiyo S ni service. Amen. Unaona hiyo kitu hiyo? Sio sikia vizuri. Unaona hiyo kitu hiyo? Imepandwa tayari ulimwenguni. Sio sikia vizuri. Hello. Nimekwambia si kila missionary anayekutokea kwako ni mtu wa Mungu. Hello. Kuna mtu anakuja kupanda vitu vyake kwenye taifa, kuja kupanda mambo yake. Yaani huku nyuma kunakuwa na agenda ya mpinga Kristo. Nyuma kunakuwa na agenda ya kuua kanisa. Nyuma kunakuwa na agenda ya kumzofisha Mungu kufanya kazi kwa wanadamu. Inaitwa jamii ya wamisionari kanisani. Amen. Hiyo ni jamii ya watu wapo kwenye makanisa. Wapo kwenye makanisa. Yaani wao wanaishi na kimvuli cha Yesu. Kimvuli cha Yesu. Yaani kimvuli cha Yesu ili kupanda vitu vyao. Maana kwa kisimamo wanasema atukuzwe Yesu, kanisa lazima linapiga amen. Hello. Hello. Atukuzwe Yesu, wanasema amen. Baada ya kuwaambia tutajenga makanisa ndani ya taifa hili. Amen. Tutaleta msaada wa kujenga makanisa ndani ya taifa hili. Na nyinyi mnapiga kelele mnasema tunapokea msaada huo. Hello. Baada ya hapo msaada ukiletwa, ukimuuliza pasta, unashangaa msaada umejifungamanisha kwenye mambo ambayo sio. Sio, nasikia vizuri? Akikusomea ule mswada ulivyoletwa, unabaki unashangaa kwa hiyo mswada kumbe unatutaka sisi tuwe hivi, tuwe hivi, tuwe hivi. Kuna kipindi kiletwa chuo sehemu fulani. Amen. Chuo cha Biblia cha wao misionari. Baadhi ya watu wakanishawishi nenda ukasome chuo, nikamwambia siendi. Hello. Nikamwambia nendeni nyie. Pastor wewe tatizo una kiburi, una jeuri. Nikamwambia nendeni nyie, nendeni. Nikamwambia wewe na wewe nenda mkasome. Hello. Sasa vizuri. Wameenda kule dakika za jioni, sema dakika za jioni. Ile missionary inawaambia duniani kuna mchungaji huyu tu mmoja, dunia nzima hakuna mchungaji, ni huyu tu. Na yeye yuko huko sijui ni Marekani, sijui ni wapi. Hello. Sasa sikia vizuri. Duniani ni mchungaji huyu tu. Hello, huyu tu. Hivi unaelewa vizuri? Missionary iliyokuja kwa kigezo cha kwamba sisi tunajenga chuo cha Biblia. Watu waje wajifunze. Tunawafundisha mambo ya Mungu. Dakika za jioni tunawaambia duniani hapa mchungaji ni huyu, ni mmoja tu. Hello. Manake dunia nzima inatakiwa isujudu kwa yule. Huyo peke yake ndo ametumwa duniani, wengine hapana. Sio, nasikia vizuri? Hello. Wachungaji wenu mnaokaa nao huko mnasali kwenye makanisa ni wa uongo hao, ni wa uongo. Ni huyu tu mmoja. Kwa sababu Mungu aga anatuma mtumishi mmoja, atumagi wengi. Anatumaga mmoja tu. Akawaambia yani ni mmoja tu. Amen. Kwa hiyo huyo ndo anatakiwa aongoze dunia kwa habari ya kanisa. Na ndio mpango wa mashetani hata leo. Amen. Kutengeneza kitu kimoja cha kanisa moja fulani hivi. Amen. Hello, kwamba hii dunia ianguke kwa huyo mtu. Sema mimi nakataa. Nitanguka mbele za Yesu peke yake. Sema nitanguka mbele za Yesu peke yake. Sema nitanguka mbele za Yesu peke yake. Unaona sasa hii system imeingizwa kwenye kanisa. Amen. Wanakuja kama wamisionari wanatangaza neno la Mungu, wanamtangaza Kristo, ila nyuma wamebeba siri ya ufalme wa giza. Kwa wanakufundisha na kuingizia nila unazipokea, afu baadaye wanakugeuka wanasema unatakiwa uwe hivi. Unatakiwa ufanye hivi, unatakiwa uende hivi. Unatakiwa upita hapa hivi. Ukienda huku hamna.
Hello. Yaani unakumbuka alitumwa Musa peke yake. Wengine hawakutumwa. Dunia nzima alitumwa Musa peke yake. Musa peke yake. Hello. Sasa nataka ukae ufikirie. Je, Musa alitumwa kwa mataifa, alitumwa kwa lugha, kwa kabila, kwa jamii, ama alitumwa kwa Israeli peke yake? Musa alitumwa kwa Israeli. Hello. Sio, nasikia vizuri? Hello, unapotuambia kwamba eti Musa alitumwa duniani peke yake, dunia nzima, unatudanganya. Biblia inasema Mungu alisema nimekisikia kilio cha watoto wangu wana wa nini? Wa Israeli. Hello, hakusema nimesikia kilio cha Wahaya, Wajaruo, Wakelewe, Wazinza, Wapare. Alisema Israeli. Amen. Hello. Kwa unaponiambia eti dunia nzima, hebu nielezee, kulikuwa na Wazinza kule? Kipindi kile Israeli kulikuwa na Wazinza? Amen. Kulikuwa na Wakuria, kulikuwa na Wasukuma. Hebu tuambie. Baada ya kwanza kwa banabana wakawa wanakosa majibu. Amen. Nikashangaa ile kundi ambalo lilikuwa linaniambia na nilazimisha, wewe una kiburi. Nikaona limerudi limeinamisha vichwa hivi. Amen. Hello. Sema si kila missionary beba agenda ya Yesu ndani yake. Wengine ni wanakuja kupanda roho ya ibilisi ndani yako. Wanakuja kupanda roho ya shetani ndani yako. Sio, nasikia vizuri? Hello. Ndiko kule ambako tunaelekea, ifikie sehemu mwanzo kuambiwa inatakiwa tuoane wanaume kwa wanaume. Hello. Mkataba unapitishwa nini? Missionary imekuja ikapitisha kwamba mwanaume kwa mwanaume inatakiwa waoane. Kwa sababu ukiangalia hii ya mwanaume imetokea kwenye makanisa. Sio, nasikia vizuri? Mpango huu umetokea kwenye makanisa, sio watu wa mataifa. Naomba uelewe hiki kitu. Mpango wa mashoka umeanzia makanisani. Sema makanisani. Watu wa mataifa wa kuleta huo mpango ni makanisa. Hello. Kuna issue, ngoja leo nipasue. Sema pasua. Sema tena pasua. Kuna issue ya papa moja kujiuzuru. Amen. Kama mlisikiaga issue ya papa moja kufanyaje? Kujiuzuru. Amejiuzuru kwa sababu ya kukataa nini? Ushoga. Alipokataa ushoga akajiuzuru, akaingia mtu mwingine anaitwa papa aliyekufa juzi hapa. Yeye akaizinisha akasema naruhusu ushoga uendelee duniani. Kwa hiyo mpango umetokea wapi? Makanisani. Umeruhusiwa kwenye altar ya Mungu. Lao, wanakuja kama wamisionari. Yesu ni mweza, Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu anaponya, lakini nyuma kuna siri na agenda nzito wameibeba. Siri ya kuua kanisa na kuingiza mpinga Kristo duniani. Sema zamu yangu nakataa kwa jina la Yesu. Zamu yangu nakataa kwa jina la Yesu. Zamu yangu nakataa kwa jina la Yesu. Kwa huyu akajiuzuru kwa sababu hakutaka hiyo issue. Akasema mmeleta agenda ya ushoga. Mmeleta, mimi navua cheo, navua najitoa. Akaondoka huyo. Akaja mwingine akasema mimi nautaka huo ni uongoze. Sasa agenda iliyopo ndani ya kanisa ni kuruhusu hiki kitu. Huyo akasema weka tiki, mimi nitasimama, imepita. Akapitisha hiyo agenda. Amen. Agenda ikasimama. Kwa hiyo mpango umeanzia wapi? Nisikilize, mpinga Kristo hatatokea upaganini. Amen. Hello. Mpinga Kristo anatokea chachi. Sema chachi. Sio, nielewa vizuri? Mpinga Kristo hatokei kwa mtu ambaye hajui Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpinga Kristo anatokea kwa mtu anayejua Bwana Yesu asifiwe. Anatoka umomo. Nabii uongo anaibuka. Hello. Wanakuja wanainuka umomo. Hao. Hivi kuna mtu anaelewa? Nimesema hizi issue zote za kumdhalisha mpinga Kristo na nabii uongo zitatokea kanisani. Zitakuja kama missionary. Amen. Waeneza dini. Hello, zitakuja kama waeneza dini. Zinavyokuja, zimeshakuja tayari, zipo hadi sasa hivi. Zinakuja kwa hiyo system of baada hapo zinakamata roho za watu, zinakamata nafsi za watu. Zinawateka watu. Wanakuja na huo mpango kwamba ushoga unatakiwa upitishwe. Kusagana kunatakiwa kupitishwe. Kuoana mme kwa mme inatakiwa ipitishwe. Kuoana mke kwa mke inatakiwa ipitishwe. Mimi nikikugundua na huko kwenye ile kanisa namwambia Mungu hanifai. Amen. Hello. Maandiko yanasema kwa habari ya huyo msagaji na nini, sijui nini wanatakiwa wafanyeje? Wauawe. Biblia inasema wafanyeje? Maandiko yanasema kabisa kwa mtu anayefanya ujinga hivyo anatakiwa afanyeje?
Tena Biblia imefunua ikaweka neno gumu sana. Biblia inasema mfilaji, sema mfilaji. Leo pastor anatukana, ni Biblia. Hello. Anatakiwa fanyeje? Auawe, sema auawe. Sema auawe. Sema auawe. Pastor anaanza kuleta uswahili na kufundisha, sema auawe. Biblia inasema hivyo. Kwa ukiruhusu hicho kitu, maana yake huyo mtu umeingiza bomu la mauti kwenye kanisa lako. Umeingiza bomu la mauti kwenye nchi yako. Sema baba, hizo roho. Siku moja akanifuata dada mmoja, nilikuwa namhudumia, Muislamu. Akanifuata akaniambia, alikuwa na mtoto Amen. Akanifuata akaniambia, pastor, katoto ka kiume, ananiambia nimekakuta katoto kangu kamelawitiwa. Nini? Kulawitiwa. Amen. Kamelawitiwa. Ni katoto ka kiume. Nikamwambia imefanyikia wapi issue? Akasema shuleni. Shuleni. Nimefuatilia shuleni, nikaonyeshwa kuna vijana wana tabia ya hivyo, wanawafanyia hivyo wenzao. Amen. Manake tayari ni mbegu imepandwa shuleni pale. Manake kadri anavyozidi kukua, kuota mizizi, tunapata mashoga kwenye ile shule. Yaani mtoto anakuja kutoka boarding anarudi nyumbani tayari ni nani? Ni shoga. Hello. Sasa tusipoipinga hii mbinu ya mpinga Kristo juu yetu, tutafuga mashoga kwenye nyumba zetu. Utamfuga mwanaume, kumbe tayari si mwanaume, ashakusaliti kwenye mwanaume. Amen. Yaani alishakengeuka, alishakataa wanaume, anasema mimi si mwanaume tena. Mimi si mwanaume, mimi nimeshasaliti. Nimeshasaliti, mimi si mwanaume tena. Nimesaliti hicho cheo, sikitaki. Tutawafuga watu wa namna ile kwenye majumba yetu kama tutasimama kukemea kitu na kuiombea roho kwenye maisha yetu. Amen. Sema roho hii iachie kizazi changu. 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 Sema achia. Kile kwa kumaanisha sema roho hii iachie kizazi changu. Roho hii iachie kizazi changu. Kwa ambao mimi na mtoto wa kiume lazima niombe. Hello. Weka kimya tu. Mimi nina wapangu hapo tayari. Nishawaona. Hello. Yaani kuna mtu umekaa hapo, unasema mimi sijapata watoto. Wapo wanakuja. Waandae sasa hivi kwa kuwekea ulinzi. Amen. Tuwatamkie neno liishi nao. Sema kizazi changu. Nazuia roho ya usagaji. Roho ya usoga. Sema mpango wa kuzimu juu ya uzao wangu. Sema nauzuia. Sema nauzuia leo. Sema nauzuia leo. Sema nauzuia leo. Sema nauzuia leo. Kwa jina la Yesu. Sema nauzuia. Hello. Kuna mdada mmoja alikuwa ana akili sana hapa na nini? Akili sana. Alikuwa anasomea Msoma kule. Form 6 anataka kumaliza, akaniita. Nikaenda kule kwenye shule ile. Hello. Nikafika ananiambia, pastor, nimeumwa sana. Nimeshuka kwenye mafanikio. Nilikuwa nashika nafasi ya kwanza, umekuja mitihani nimekuwa wa 4. Hello. Nikamwambia sasa wewe umekuwa wa 4 nini shida? Lakini ukimwangalia pigo zake yani ni yule ambaye yani sela fulani hivi na ni mtoto wa kike. Amen. Sio nasikia vizuri. Hello. Nikamvuta pembeni, nikamwambia hivi wewe, hizi tabia umezanzaje hizi tabia? Akaniambia mimi nakuwa najisikia tu kulala na mtoto wa kike. Najisikia tu. Akanionyesha na mdada fulani akaniambia unamwona yule ndio mchumba wangu, mpenzi wangu. Wa kike. Sio nasikia vizuri. Wa kike ananionyesha huyo ndio mpenzi wangu. Wa kike. Hello. Na waita wote nikakusanya, akaniambia yule dada, akaniambia binti, mimi nakuwa najisikia tu kumpenda tu, yani nampenda tu, anampenda wa kike mwenzake, najisikia tu kumpenda. Uhalisia kabisa. Yule dada ambaye amefanywa kuwa mke alikuwa anaishi Kahama, ile unasomea kule boarding. Nikakwambia kale kabinti umefanya mitihani kakaongoza wilaya mkoa mzima ule. Amen. Kawaka kwanza. Akili iko hapa, lakini adui ameshapanda mbegu tayari. Sio nasikia vizuri. Kapanda mbegu tayari ndani yake, kaharibikiwe. Atengenezwe ile roho ya kuwa kama mwanaume. Mwanaume na anakuwa na mwanamke, yani anakuwa anatembea na mwanamke, nina mwanamke na yeye ni wa kiume, anatembea na mbegu imeshaasisiwa ndani yake. Hello. Mpinga Kristo anakuja kuondoa utawala wa Mungu ndani ya maisha ya watu. Sasa sikia vizuri. Hasa hizo kama hizo usipoomba leo utashangaa unafuga majitu kwenye nyumba yako. Majitu yafuga mle. Sasa sikia vizuri. Hello. Sasa wewe una mtoto wa kiume, ameoa mwanaume mwenzake.
Alafu ndio unamwambia wewe John, unatakiwa ufanye hivi, nikikukoromea utakataa. Eti nikikubishia utakataa. Silishagaoa. Tena wewe limeoa kukuzidi wewe, mwanaume mwenzako. Utaliambia nini? Eti utaliambia nini limeoa mwanaume mwenzake? Utaliambia nini? Wewe umeoa mwanamke, lenyewe limeoa mwanaume mwenzake, lina control mwanaume mwenzake, utaliambia nini? Eti utalishawishi nini toto la vile? Likakuelewa. Siku hizi anamkoromea hadi mama yake, ameoa mwanaume mwenzake. Utamkoromea, utamwambia nini akuelewe sasa mtu kama yule? Sema hiyo kalenda ya kuzimu naifuta kwenye watoto wangu. Sema naifuta kwa watoto wangu. Sema naifuta kwa watoto wangu. Naifuta kwa watoto wangu. Naifuta kwa watoto wangu. Sema naifuta kwa watoto wangu. Sema ifutike. Sema hiyo kalenda ya kuzimu. Kalenda ya mapepo. Ifutike juu yangu. Kwa damu ya Yesu. Tunakiona hiki kitu kimebebwa na kanisa. Amen. Kanisa fulani, misionari fulani vile. Wakabeba, wakajileta kama wamisionari, kumbe anakuja kutuletea mambo ya kijinga kwenye maisha yetu. Sema na yakataa kwa jina la Yesu. Sema na yakataa kwa jina la Yesu.